Huu umekuwa mfululizo wa matukio kadha ya kupotea mifugo ya wanakijiji wa Mwalali kata ya Mwasele wilayani Itilima mkoani Simiyu. Wengi wakijiuliza upotevu huu unatokana na fisi au kuna jipya. Mbuzi 33 wa mzee Sahilo ukaliumbua zimu jipya linalotafuna mifugo hiyo. Tangia kipindi cha nyuma amesomba mpaka akafikisha mbuzi 33. Alipoonekana kwa bahati kuna tawa waligawa namba zao. Tukaweza basi kuitumia hiyo namba. Tulipoitumia akasema kwamba ngoja nitume waje wasaidie huko. Kweli muda wa saa 12 niliona askari walifika hapa. Tulijaribu kumwangalia bali tukamuona juu ya mlima. Alikuwa ni mtoto lakini sio yule mkubwa. Baadaye akapotea tena kwenye mlima. Siku hiyo tulitega tukalala hatukumuona. Kuamkia siku ya Ijumaa walirudi kuangalia hatukumuona. Kwa bahati mida ya saa 12 chui akaonekana juu ya mlima. Tukatega. Walipomaliza kutega tu muda sio mrefu akadumbukia. Kwani mwanzo ilikuwaje? Ilikuwa ni changamoto kubwa. Mzee Masanilo hapa alikuwa analalamika kila siku, mbuzi wangu. Tukasema hawa sio fisi. Akasema fisi gani? Mbuzi anasomba hata 3 4. Fisi anatoshwa na mbuzi 2 5, sio kwa siku moja. Tena angalikuwa fisi, akishiba fisi anaweka tu sehemu yoyote mbuzi. Lakini akichukuliwa mbuzi mazima. Sasa hili umekuwa changamoto. Tulichukua juhudi za kutuma askari 6 wakiwa na gari kwa lengo la kuja kufika eneo la tukio na kuangalia hali ya mazingira na namna bora ya kuweza kupambana na huyo mnyama chui. Baada ya kufika na kufanya doria, walishauri kwamba ije mbinu nyingine ya kuweza kuweka mtego. Baada ya kutoa ushauri huo tuliwasiliana na uongozi wa pori la Kiba Maswa kwa maana ya manager wa pori, na baada ya hapa alifanya mawasiliano na uongozi wa kanda kwa lengo la kutuma wataalamu kutoka kanda ya Ziwa ambao ni madaktari wa tawa kwa ajili ya kuja na wao kukagua namna bora ya kuweka mtego. Waliweza kufika kwa lengo la kuweka mtego na ndo manufaa ya tumeweza kupata mafanikio ya kumnasa huyu mnyama chui aliyekuwa analeta changamoto na taharuki katika mazingira ya kijiji cha Mwalali. Mbuzi ukiuza mmoja unasomesha watoto. Lakini leo hii mbuzi 33 wameenda. Huwezi kusomesha kwa sababu unarudi nyuma kimaendeleo. Sisi benki yetu Wasukuma ni mifugo na hiyo benki inaharibiwa. Tawa tunaishukuru kwa msaada uliotoa, iendelee kutoa kwa sababu hao wakiisha wamebakia kama mama na watoto 2. Kukamatwa kwa chui huyu mmoja akiwa hai kukaibua tukio lingine jipya siku 3 baadaye huko kata Nkoma kijiji cha Gambasingu baada ya fisi kuvamia na kuua kondoo 10 wa mji mmoja siku ya tarehe 11 Novemba, japokuwa tayari mamlaka ya wanyamapori tawa inajinasibu kwa kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. Niwahakikishie wananchi wa kijiji cha Mwalali na vijiji jirani, hii doria ni endelevu. Sisi mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori tawa tunathamini sana wananchi kuendelea kuwa salama, lakini pia sio wananchi peke yao, pamoja na mifugo yao na mazao yao. Kwa hiyo niwahakikishie na niwatoe hofu kwamba tutafanya jitihada za kushirikiana na hii doria ni endelevu mpaka hapo tutakavyojiridhisha kwamba mazingira yao yako salama ili na wao waendelee kuendelea na shughuli zao za kiuchumi na za kijamii bila wasiwasi. Huduma za ujirani mwema ndo leo matokeo yake ni moja ya matokeo yake. Kwa sababu watu walielimishwa, wakapewa mawasiliano, leo hii tumeweza kufika. Ninawasihi wananchi, mnaposikia sehemu yoyote kuna mafunzo ya ujirani mwema ikiwemo na watu wa wanyamapori au watu wa maliasili, muweze kufika kwa sababu lengo lake ni kwa ajili ya kuwakomboa wananchi. Wakazi wa vijiji hivi wanajiuliza wapi pa kuponea, maana upande mmoja ni chui mwenye jike na watoto 2 na upande mwingine ni fisi wanaoimba ngonjera kila uchao. Msimulizi wa makala hii ni mimi Sada Almasi.